الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى الصلوات والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بما علمنا وأعنا على تفهيم ما فهمنا وهب لنا علما نافعا يبلغنا رضاك وعملا زاكيا يكون عدة لنا يوم اللقاء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أن نشكر الله جل جلاله na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunaendelea leo kwa mara nyingine na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an, ikiwa ni kutabaruku na mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kupitia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bado tumo ndani ya suratul Maida. Siku ya Alhamis kabla ya jana tulisimama katika aya ya 26 ndani ya suratul Maida isemayo قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam, watu wake walipoonyesha upinzani wa hali ya juu na kusema kwamba sisi hatuko tayari kuingia katika ardhi muqaddasa, ardhi takatifu ya Baitul Maqdis, ili tuingie, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ukitaka sisi tuingie kwenye ardhi hiyo, nenda wewe na Mola wako mkapigane na hao watu mabaki ya watu wa Ad. Sisi tuko hapa, kishinda basi tutaungana pamoja kuishi katika ardhi hiyo. Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam alipoona kwamba watu wake wamegoma, tena kwa kutumia lan, inna lan nadkhulaha abada, hakika sisi
zilizotumika hapo ni za kuvunja matarajio ya Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam. Sayyidina Musa akamwambia Allah, rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, Mola wangu mimi similiki isipokuwa naimiliki nafsi yangu na ndugu yangu Harun. Kwa hiyo ninachokuomba, fafruq bainana wa baina alqawmi alfasiqin, tenganisha, tofautisha, weka mbali kati yetu sisi na watu waliotoka katika taa yako. Allah ili kulijibu dua na Sayyidina Musa akasema, fa innaha muharramatun alayhi, basi ardhi ya Baitul Maqdis itakuwa ni haramu kwa wana wa Israeli 40 sanatan yatihuna fil ardi, miaka 40 watakuwa wanatangatanga katika ardhi hiyo. Fala ta'sa 'ala alqawmi alfasiqin, Musa, usikate tamaa, usihuzunike, usiwahuzunikie watu waliotoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisimama hapo, leo tunaanza aya ya 27 ndani ya suratul Maida, aya ambayo inazungumzia kisa cha watoto wawili wa Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Imamu anasema, lamma dhakara ta'ala tamarruda bani Israila wa isyanahum li amri llah, lamma dhakara ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja na kuelezea tamarruda bani Israila, ukaidi wa wana wa Israeli, wa isyanahum li amri llahi, na kuasi kwao, kuiasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi qital jabbarina, katika kupambana na wale watemi. Dhakara qissata ibni Adama wa isyana Qabil amra Allah, baada ya kutaja habari na ukaidi na maasi ya wana wa Israeli, dhakara qissata ibni Adama, Allah ameelezea kisa na historia ya watoto wawili wa Adam, wa isyana Qabil amra Allah, na maasi ya Qabil, kuiasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa iqdamahu ala qatl an-nafs allati, wa iqdamahu, na kule kusonga kwake mbele Qabil, kwenda kwake mbele Qabil, ala qatl an-nafs al-bari'a, juu ya kuiua nafsi iliyotakasika, allati haramaha Allah, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuiua. Fayahud, kwa sura hiyo Mayahudi, iqtafu fil isyani, wameiga na kufuata katika kuasi, awwal asi, kumuiga muasi wa kwanza, lillahi, kwa Allah, fil ardi, ndani ya ardhi. Fatabi'atu sharri fihim, tabia ya uovu na shari kwa wana wa Israeli, mustafadatu min waladi Adam al-awwal, wameichukua na wameipata kutoka kwa mtoto wa mwanzo wa Adam. Fashtabahat al-qissatan min haythu at-tamarrud wal-isyan, zikafanana mtoto wa Adam aliyeua nafsi ambayo Allah aliharamisha katika upande wa ukaidi na kumwasi Allah.
subhanahu wa ta'ala anasema, watlu alayhim naba ibnai adama bilhaqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watlu alayhim naba ibnai adama bilhaqqi, wasomee juu yao, watlu alayhim, wasomee juu yao naba ibnai adama, habari kubwa za watoto wawili wa Adam. Kuna alkhabaru wannabahu. Alkhabaru ni habari ya kawaida, lakini nabahu ni habari nzito. Allah anasema, amma yatasaaluna anin nabail adhim, kuhusu jambo gani Makuraishi wanaulizana? Anin nabail adhim, kuhusiana na habari kubwa. Annaba ni alkhabar aladhim, habari kubwa. Watlu alayhim, wasomee Wayahudi naba ibnai adama, habari kubwa za watoto wawili wa Adam, bilhaqqi, tena wasomee kwa kweli, sio habari za kubahatisha wala sio kisa cha sungura na fisi, ni habari za kweli min indillahi subhanahu wa ta'ala, zilizotoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. idh qarraba qurbanan, pale walipotoa sadaqa. idh qarraba, hiyo ni alif ithnaini, pale watoto wawili wa Adam, Qabil na Habil, walipotoa sadaqa. idh qarraba qurbanan, pale walipotoa sadaqa. Qurban ma yataqarrabu bihi ila Allah, ni kile kitu ambacho kinachomsogeza mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapotoa sadaqa yako unayoitoa inaitwa qurbani, inakusogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaponunua maji chupa moja ukamfuturisha mtu, ile chupa inaitwa qurbani, kisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qarraba qurbana, pale walipotoa sadaqa. Fatuqbila min ahadihima, ikapokelewa na kukubaliwa sadaqa ya mmoja wa wawili hao. Fatuqbila min ahadihima, ikakubaliwa na kupokelewa sadaqa ya mmoja wa wawili hao. Walam yutaqabbal min al-akhar, na wala haikukubaliwa sadaqa ya mwingine. Yule ambaye sadaqa yake haikukubaliwa, chuki, hasira zikampanda, akasema qala la'aqtulannaka, akasema nitakuua. Anamwambia mdogo wake, baba mmoja mama mmoja, anamwambia la'aqtulannaka, wallahi nitakuua. Ametumia herufu tawkidi mbili, kuna lamu alqasam na an-nun tawkid athqila. Wallahi nitakuua. Qal, akasema yule ndugu aliyetishiwa kuuliwa, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, innama, hakika si vinginevyo, yataqabbalu Allah, anapokea Allah subhanahu wa ta'ala sadaqa minal muttaqin, kutoka kwa yule aliyemcha
anasema watlu alayhim naba ibni adama bilhaqi ay iqra ya Muhammad ala haulai, iqra ya Muhammad, wasome ewe Muhammad ala haulai alhasanati min alyahud, wasome hawa mahasid wa kiyahudi wa ashbahihim, na wanaofanana na hao. Wasome nini? Khabara Qabila wa Habil, wasome habari zinazo wahusu Qabil na Habil. Kwa hiyo Allah aliposema watlu alaihim naba abnai Adama, hawa watoto wawili, mmoja anaitwa Qabil na mwingine anaitwa Habil. Hawa ndio ibnai Adama, watoto wawili wa Adam. Tena mutalabbisatan bilhaqi, zikiwa taarifa hizo zimechanganyika na haki, sio uzushi. Wasidqi, na ukweli. Wadhakirhum bihadhihi lqissa, na waeleze wape habari juu ya kisa hiki. Fahiya qissatu haqqin, kwani ni kisa cha kweli. Kwenye Qur'ani visa vyake ni visa vya haki, visa vya kweli. Hakuna kisa ambacho cha kuchekesha watu wala kuwaburudisha watu wala kuwadanganya watu. Ndio maana Allah akasema watlu alaihim, wasomee juu yao Mayahudi naba ibnai Adama bilhaqi, habari kubwa za watoto wawili wa Adam zilizochanganyika na haki. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شيخ anasema hina qarraba kullun minhuma, pale alipotoa. Neno qarraba sio kusogeza, sio kukaribisha. Pale alipotoa kullun minhuma, kila mmoja kati ya hawa wawili, qurbana, alipotoa sadaka, fatukubila min Habil, ikapokelewa sadaka ya Habil. Walam yutaqabbal min Qabil, na wala haikupokelewa sadaka ya Qabil. Ili maelezo haya yakae vizuri na tuyaelewe, tupate sababu ya kuteremka aya hii. Sababu hadha al-qurban, sababu ya hii sadaka ambayo waliotakiwa kuitoa. Kwa nini walitakiwa watoe sadaka watoto wawili wa Adam, Habil na Qabil? Ulama tafsiri wanasema sababu hadha al-qurban, sababu ya hii sadaka, anna Hawa kanat talidu fi kulli batnin dhakaran wa untha. Anna Hawa, wa Hawa mke wa Nabiyullahi Adam, kanat talidu, alikuwa anazaa, fi kulli batnin, katika kila mimba, dhakaran wa untha, anazaa mtoto mwanamume na mwanamke. Mwanzoni kabisa sasa wanadamu wana ujauzito, inakuwa ni watoto wawili, mwanamume na mwanamke. Wakati yuzawwaju dhakaru, akawa anaozeshwa mtoto mwanamume, min hadha al-batni al-untha, kutoka katika tumbo hili anaozeshwa mwanamke. Wakati yuzawwaju dhakaru, na alikuwa anaozeshwa yule mtoto mwanamume, min hadha al-batni, kutoka katika mimba hii ya kwanza, al-untha min al-batni al-akhar, anaozeshwa mtoto mwanamke wa mimba nyingine. Mimba hii ya kwanza wanazaliwa mapacha, dada na kaka yake. Ikija mimba ya pili wanazaliwa tena mapacha, kaka
kumuoa dada wa ile mimba ya kwanza. Utaratibu ulikuwa hivyo. Falamma arada Adam alayhi salam alipotaka an yuzawwaja Qabila, kumwozesha Qabil ukhta Habil, dada yake Habil, kwa maana Habil alizaliwa na dada yake na Qabil naye alikuwa na dada yake, na kwa sababu mimba hii watakaopatikana wataenda kuoa dada wa mimba nyingine, maana yake Qabil anabidi aoe dada wa Habil na Habil aje kuoa dada wa Qabil. Sasa falamma arada Adam alayhi salam alipotaka ayuzawaja Qabil, kumwozesha Qabil ukhta Habil, dada yake Habil, wayuzawaja Habil, na amwozeshe Habil ukhta Qabil, dada yake Qabil. Radhiya Qabilu wa aba Habil, radhiya Qabil, Qabil akakubali kwamba mimi niko tayari kuoa dada wa Habil. Wa aba Habilu, lakini Habilu akakataa kumuoa dada yake Qabil. Kwa nini? Lianna tawamatahu, kwa sababu huyu pacha, lianna tawamatahu, kwa sababu pacha wa Qabil kanat ajmala, alikuwa ni mzuri. Qabil dada yake alikuwa ni mzuri, Habil dada yake hakuwa mzuri. Qabil akasema siko tayari mimi nioe mwanamke mbaya alafu huyu Habil au dada yangu ambaye ni mrembo mzuri. Ugomvi ulianzia hapo. Faqala lahuma Adam, sayyidina Adam alayhi salam akawaambia vijana wake, msigombane. Qarriba qurbana, kila mmoja atoe sadaka. Qarriba fi'l amri, qarraba yuqarribu, qarriba qurbanan, toweni sadaka. Yule ambaye sadaka yake itakayokubaliwa ndiye atakayemuoa huyo binti. Bieleka vizuri famin ayyikuma tuqbal tazawwaja, famin ayyikuma, kutoka kwa yoyote yule kati ya ninyi wawili, tuqbal, itakayokubalika sadaka yake, tazawwaja, atamuoa huyo binti. Wa kana Qabil sahiba zar'in, Qabil ambaye dada yake hataki aolewe alikuwa yeye ni mkulima. Wa kana Qabil, na alikuwa Qabil sahiba zar'in, ni mkulima. Faqarraba ardha zar'ihi, akatoa sadaka ya mazao yake yaliyokuwa mabaya. Katafuta kama ni mpunga ule wenye makupi, kama ni mahindi yale ambayo tayari yashama, na mwingine alikuwa mfugaji. Na hayo ndio maisha ya watu wa mwanzo. Zama hizo hakuna viwanda wala makampuni wala mashirika wala bodaboda. Shughuli za kibinadamu ima uitumie ardhi kwa njia ya kilimo au njia ya ufugaji. Kwa hiyo ufugaji na kilimo ndio asili ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu asiyeweza kulima wala hakuna mwanadamu asiyeweza kufuga. Ni mingi tu imetuharibu, tunashindwa kutumia fursa vizuri ya ardhi, tunaipatia mazao na riziki zetu. Kwa hiyo Sheikh anasema wakana Habilu, na alikuwa Habil sahiba ghanam, ni mwenye wanyama, alikuwa ni mfugaji. Faqarraba ahsana kabshin indahu, yeye akatoa kondoo aliye mzuri mno anayemiliki. Alitoa sadaka bora mno, sadaka nzuri
ile sadaka. Zamani wakati huo ilikuwa ili sadaka ikubaliwe, unateremka moto kutoka mbinguni, unakuja unaiteketeza. Sasa hapa pamewekwa mazao mabovu, hapa amewekwa kabshi aliye mzuri, amewekwa kondoo aliye mzuri. Moto ulipokuja ukamteketeza yule kondoo. Hii ndio ikawa dalili ya kukubaliwa sadaka ya Habil na kukataliwa sadaka ya Qabil. Kwa nini ilikataliwa? Alikuwa kahini, alitoa kitu kichafu, na Allah anasema la tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mtakupa sadaka, mpe sadaka nzuri. Kama nguo siku ya Eid inakuja na kununulia kanzu, tafutie kanzu nzuri. Sio kuchukulia kanzu ya shilingi 2000 ya mtumba. Wanapotoa futari, mpe sadaka iliyokuwa nzuri. Tunajifunza hapa sababu ya kukubaliwa sadaka hii ya Habil, aliitoa kwa ikhlasi. Huyu ilikataliwa, hakuwa na ikhlasi. Ubakhili ulimpelekea kutafuta vitu ambavyo vishaharibika, ndio anampa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tunapata funzo hata hiyo mahali, kwa sababu kana kwamba hizi sadaka ni mahali ya ulinzi ambao wao wanamgombania, bado hata mahali ionyeshe kwamba wewe ni kweli unahitajia uke. Kwa hiyo hapa kuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza. Kwa hiyo Sheikh anasema faqubila qurbanu Habil, ikakubaliwa na kupokelewa sadaka aliyotoa Habil, kwa maana yule kondoo. Bi an nazalat narun, kwa kuteremka moto, fa akalathu, moto ukaishambulia ile sadaka. Fazdada Qabilu hasadan, hasad Qabil kwake kukaongezeka chuki, wasuhtan na hasira, watawaadahu bilqatli, akamahidi ndugu yake kumuua. Kwa sababu hii kukubaliwa sadaka ndio ingekuja kukata ule mzizi. Habil la aqtulannaka, wallahi nitakuwa sikuacha. Yani hii ni kauli nzito, hasa kwa hizi zana zilizotumika katika hili tamko. Imetumika lamu qasam na nuru tawkid, kwa maana anachokisema habatishi, wallahi nitakuwa. Tunaomba zetu sisi labda upite juu, lakini baada ya kutembea ardhini hapa ndio ndio lugha hii. Akiukosa katika hali ya kawaida na kutafuta usiku umelala. Kwa hiyo la aqtulanna, wallahi nitakuua. Habil anamuuliza ndugu yake Qabil, lima, kwa jambo gani? Kwa ugomvi gani mpaka uniue? Nina kosa gani? Akasema liannahu, nitakuua. Tukubila qurbanu, imepokelewa sadaka yako. Walam yutaqabbal qurbani, mimi sadaka yangu haikukubaliwa. Kosa hilo. Qala Habil akamuuliza, wala dhambi, mimi dhambi yangu ipo wapi? Kosa langu hapo lipo wapi? Aliyepokea sadaka ni Allah, mimi hapo nina kosa gani? Kwa hiyo Habil akamwambia ndugu yake, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, innama yutaqabbal, hakika si vinginevyo, inapokelewa mimman ittaqa rabbahu, kutoka kwa yule aliyemcha Mola wake, wa akhlasa niyatahu, na akaisafisha nia yake. Mwenyezi Mungu alipokea kondoo yule kwa sababu alitolewa kwa uchamungu na ikhlasi. Yule Qabil alichokitoa
kumaliza vipimo vya mikaa vya watu. Hayawezi mpaka tena ikalazimika ya tupu ya mwangu, kana kwamba yule mtu alikuwa anasafisha ghala. Allah anasema innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sababu ya kukubaliwa Habil, kondoo wake alimtoa kwa takwa, lakini pia wa akhlasa niyatahu, nia yake ilikuwa safi. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah anatueleza kwa nini huyu Qabil alimwahidi ndugu yake kumuua. Anasema tawa'adahu bil qatl, alimwahidi kumuua bifarti al-hasad lahu, kwa sababu ya kuzidi chuki ya kumchukia ndugu yake, ala taqabbul qurbani, kwa sababu ya kukubaliwa ile sadaka yake aliyoitoa. Fajabahu bi annaka ataita min qibali nafsika, akamjibu Habil kumjibu Qabil bi annaka, kwamba wewe ataita min qibali nafsika, ni kweli kumetoka upande wa nafsi yako, bitarki taqwa, kwa kuacha ucha Mungu. Umetoa mazao, lakini mazao yako uliyoyatoa hayakuzingatia ucha Mungu. Kwa hii ndio kisa na hii ndio sababu ya hii aya isemayo watlu alaihim naba abnai adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Sababu yake ni mwanamke Qabil, dada yake nzuri, anataka kuoa mwenyewe, kitu ambacho ni nje na utaratibu. Suluhisho likaja, basi kila mmoja atoe sadaka itakayokubaliwa. Sadaka yake huyo ndiye atakayemuoa huyo binti. Habil akatoa mnyama mzuri, Qabil mwenye dada yake akatoa mazao mabaya. Moto ulipokuja ukachukua yule mnyama wa Habil na kuyaacha mazao ya Qabil. Qabil akamwambia nitakuua. Sitakunyoshea mkono wangu nikuue, sipo tayari kupigana na kuuana na ndugu yangu. Sheikh anasema lakini madakta ilayya yadaka dhulman, endapo utaninyoshea mkono wako kwa kunidhulumu, liajli qatli, kwa ajili ya kuniua, ma kuntu limuqabilaka bimithli, sito urejeshea mfano wa unachokifanya wewe. Lakini Abdullah ibn Abbas hapo hadhihi al-umma wa turjumani al-Qur'an anasema, akifasiri maelezo hayo, huyu Habil aliposema ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka, maana yake ma ana bimuntasirin li nafsi, mimi sitojitetea, takuacha tu niue. Na wanasema kama tutaona katika tafsiri, ulama wanasema huyu Habil alikuwa na nguvu kubwa kuliko Qabil. Huyu Qabil aliyemtishia ndugu yake kumuua Habil, Habil alikuwa na nguvu kubwa. Kwa tendo la kumnyoshea na kurudisha mashambulizi kwa ndugu yake, maana yake yeye ndiye aliyekuwa muuaji. Kwa kulikataa hili, akamwambia ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak. Sawa, anajua alivyo dunia yake moja ataenda akhera. Kwa hiyo asili akawa yeye ndiye aliyeua, na ndio maana akamwambia la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kama utaninyoshea mkono wako ili uniue, ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak, kama sitakunyoshea mkono wangu kupambana na wewe. Inni akhafu Allah,
ninamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, rabbal alamin, Bwana na mfalme wa ulimwengu. Nikana kwamba Mwenyezi Mungu anakuonyesha hapa huyu Habil na Qabil. Habil alikuwa mkubwa kuliko Qabil. Busara hii aliyotumia Habil, maana bibasati yadihi ilayka liaqtulak, ni dalili kwamba yeye alikuwa mkubwa kuliko Qabil. Yeye anakumbuka, hajui thamani ya ukaka, hajui thamani ya ukubwa, anamtunishia misuli kaka yake. Lakini kaka, kwa sababu alibeba vitu viwili, ukubwa na uchamungu, ulimzuia kurudisha mashambulizi kwa mdogo wake. Kwa hiyo anasema inni akhafu Allah, mimi ninamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, rabbal alamin, wa kutomuua ndugu yake khawfan min Allah, kwa sababu ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Maelezo haya yanataka kukuashiria kwamba usije ukadhania Habil alikuwa hana nguvu kwa kusema kwamba ana bibasiti yadi ya ilaika liaqtulaka, wakadhani alikuwa hana nguvu. Nguvu alikuwa nayo, lakini alikuwa na hofu kwa Allah asije akamuua yeye akaingia katika makosa. Na tunafundishwa ukitokezea mtu umegombana naye na unajua kwamba huyu uwezo wa kumfanya jambo lolote mnao, na inawezekana nikajiingiza jambo hilo katika matatizo, wala wewe uondoke na watu wakuone yule bwana mjinga, kashindwa, hana nguvu, lakini umeliepusha na jambo kubwa. Ndicho ambacho hapa Habil amekifanya kwa ndugu yake Qabil. Unashindana ndugu yako kwenye teja, madawa ya kulevya shamaliza, mlevi, ngumi moja umepeleka afya. Kwa nini wewe uwe sababu ya ndugu yako kufa? Ondoka, onekana wewe mjinga, lakini si mjinga, kuna kitu umekichunga. Kwa hiyo turudie aya hizo, watlu alaihim naba ibnai adama bilhaqi, wasomeni we Muhammad habari za watoto wawili wa Adam zilizochanganyika na haki. إذ قربا قربانا بان walipotoa sadaqa, fatuqubila min ahadihima, ikakubaliwa na kupokelewa sadaqa ya mmoja wa wawili hao, walam yutaqabbal min al-akhar, na wala haikukubaliwa sadaqa ya yule mwingine. Sadaqa iliyokubaliwa ilikuwa ni ya Habil na ilikataliwa sadaqa ya Qabil. Sababu sadaqa ya Habil ilikuwa ina ubora kuliko sadaqa ya Qabil. Qabil akasema akimtishia ndugu yake Habil, la aqtulanna, wallahi nitakuua. Akasema Habil, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, hakika si vinginevyo Allah anapokea sadaqa kutoka kwa wale waliokuwa wacha Mungu. La in basatta ilayya yadak, na hapo pana jambo lingine amesema, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Hakujitanasa yeye, akasema, hakusema mimi nimekubaliwa kwa sababu cha Mungu. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kama utaninyoshea mkono wangu ili uniue, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak, mimi sitakunyoshea mkono wangu ili nikuue. Inni akhafu Allah, mimi ninamhofu Allah subhanahu wa ta'ala, rabbal alamin, Bwana wa ulimwengu. Habil akaendelea kumpa nasaha ndugu yake. Sababu na kuna maelezo hapa sawa sawa. Kuna maelezo hapo. In qatalatni, kama utaniua, in qatalatni
uridu, mimi ninataka antakua, kuleta tauba, biithmi wa ithmika, kutokana na dhambi zangu mimi na zako. Sasa unaweza ukajiuliza, kwani huyu Habili alikuwa na dhambi gani? Ametamka tamko hili ili asije akanasibisha dhambi kwa yule tu peke yake, na yeye ni mwanadamu. Kama angesema inni uridu an taua biithmika, maana yake angelikuwa kamhukumu moja kwa moja kwa maradhamu. Sasa ili asimhukumu na yeye mwenyewe akinasibishie dhambi, kwa sababu ni mwanadamu, na Mtume anasema kullu adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Dhambi asinasibishe kwa ndugu yake tu. Ili lugha tunafundishwa tusiwe na tabia ya kuona huyu ndo ana dhambi tu. Hapana, atawe pia dhambi unazo. Sawa sawa, unazielewa au usielewe. Hii ndio lugha ya Qur'an. Qur'ani haina tabia ya mtu mmoja kulitukuza akajikuta yeye ni bora kuliko mwingine, na ndio maana ikakataza la yasma qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Kwa hiyo mimi ninataka antaua, ulete toba biithmi wa ithmik, ulete toba kwa dhambi zangu mimi na zako. Lakini tafsiri ya pili, mimi ni ndugu yako, tumezaliwa baba na mama. Kosa zangu nikifanya, makosa yangu na madhambi yangu nikiyafanya, wewe kama ndugu yangu uniombee mimi kwa Allah anisamehe. Ndugu yako afanya dhambi, mlevi, usimlaani. Maana mmezaliwa pamoja, una wajibu wa kumwombea kwa Mwenyezi Mungu msamaha, amsamehe na ambadilishe katika hali aliyokuwa nayo. Huo ndio udugu unaotaka. Kwa hiyo anasema in kataltani, endapo utaniua, utakuwa ni katika watu wa motoni. Fadhaka hapo ilai, uniua hilo nalipenda zaidi kwa mimi, min an aqtulaka, kuliko mimi kukuua wewe. Wadhalika jazaa'u dhalimi, wadhalik, na huko kwenda motoni aliposema Allah fatakuna min ashabi an-nar, wadhalik, na huko kwenda motoni jazaa'u dhalimi, ni malipo ya wale wenye kuidhulumu nafsi zao. Allah anasema fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala. Fatawwa'at lahu nafsuhu, nafsi yake ikatii, nafsi ya Qabil ikatii maamuzi yaliyotolewa na Qabil ya kumuua ndugu yake. Ndio maana ya kusema fatawwa'at lahu nafsuhu, ikatii na kumsikiliza nafsi yake, katla akhihi, nafsi ikatii kumuua ndugu yake, faqatalahu, akamuua. Kwa hiyo ahadi aliweka na akaitimiza. Lakini mara tu baada ya kumuua, fa asbaha min al-khasirin, akawa ni mwenye kupata hasara. Ndugu yako usimfanyie uadui. Utakosa mtu wa kushauriana naye, utakosa mtu wa kukusimamia kidete hapa atatokea mtu mwingine kukuonea. Kinachotuharibu sisi wanadamu ni afya na uzima, na kingine mtu akiwa kapata na kipato anasahau ndugu zake. Kumbe wao ndio namba moja kuliko mtu mwingine yoyote. Ukimfanyia ubaya ndugu yako, baadaye lazima uje kujuta.
sikiliza, Qabil qatla akhihi, kumuua ndugu yake, faqatalahu, akamuua, fa asbaha min alkhasirin, Qabil akawa ni miongoni mwa watu waliopata hasara. Hasara ya kwanza kumpoteza ndugu yake, hasara ya pili kwenda kuishi katika moto wa jahannam milele. Imamu anasema zayyanat lahu nafsuhu, nafsi yake ilimpambia, wasahalat lahu qatla akhihi, nafsi yake ikamrahisishia kumuua ndugu yake. Mambo mawili, zayyanat lahu nafsuhu, nafsi ikampambia wewe tu, rafiki sunawa, majirani si wapo kwa lazima hili, zayyanat lahu nafsuhu, nafsi ikampambia kwa kunao watu wengi wa kushirikiana nao katika maisha. Wasahalat lahu qatla akhihi, ikamfanyia wepesi hiyo nafsi kumuua ndugu yake, faqatalahu, akamuua, fahasira, akapata hasara, washaki, na akao. Hakuna mafundisho ya namna ya kuzingana. Na kusoma katika vitabu vya tafsiri wanasema Qabil huyu alimuua ndugu yake Habil, kipindi Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam ameenda Maka kuhiji. Kwa hiyo matukio haya yanafanyika, Sayyidina Adam hayupo. Aliporudi kakuta mwanawe mmoja na kabri ya mwanawe mwingine. Sasa Qabil kashamuua Habil, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Hajui namna ya kumzika ndugu yake. Swahili wala lugha watumiana, mwisho wa ubaya aibu, mwisho wa ubaya aibu. Kashafanya ubaya, kashamuua ndugu yake, ameaibika, hajui nini afanye. Kwa kuonesha udhalili wake, Mwenyezi Mungu akamleta kunguru ndio aje kuwa mwalimu wake. Allah anasema faba'atha Allahu ghuraba, Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma kunguru. Kunguru ndiye mwalimu wetu wa mazishi. Sisi wanadamu, walimu waliotufundisha namna ya kuzikana ni kunguru. Wanasema kunguru wana siri kubwa sana. Hata Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, zipo kauli alipotakiwa kujenga Kaaba, na ile Kaaba imefukika pale Maka, haijulikani wapi ilipo. Miongoni mwa kauli za ulama tafsir wanasema Mwenyezi Mungu alimpeleka kunguru akawa anachimba pale kwenye eneo la Kaaba kumuonesha Ibrahim kwamba Kaaba iko hapa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza baada ya Qabil kumuua Habil, faba'atha Allahu ghuraba, Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka kunguru. Yabhathu fil ardi, akichimba katika ardhi. Yabhathu msio kafasiri, anatafiti. Yabhathu maana yake yahfiru, anachimba. Tunasoma siku zote al-qabru imma rawdatun min riyadil janna au hufra min hufrati niran, shimo. Sasa hapo ni kule kuchimba. Yahfuru, yahfuru, anachimba. Yabhathu fil ardi, anachimba kwenye ardhi. Na fi kwa maana ya rafia, ndani ya tumbo la ardhi.
kupitia maelezo haya ya Mwenyezi Mungu tunastahili kwamba ni haki ya kumzika ndugu yake ni ndugu. Kwa hiyo Allah anasema fa'atha Allahu ghuraba, Allah akamtuma kunguru yabhathu fil ardi. Kunguru huyu akawa anachimba ndani ya ardhi. Lengo nini? Liyuriyahu, ili apate kumuonesha Qabil kaifa, sio vipi. Kaifa kwa maana ya namna, sio kila kaifa kwa maana ya istifham. Kaifa yuwali sawata akhi, namna gani atastiri aibu na utupu wa ndugu yake. Sheikh anasema arsala Allahu ghuraba, Allah alimpeleka kunguru yahmilu biminqarihi, anachimba kwa kutumia mdomo wake. Sahiba anamchimbia mwenzake, thumma hafara lahu, kisha akachimba, fadafanahu, akamzika. Wanasema huyu kunguru alichimba vipi na ilikuwaje? Qabil yasemekana baada ya kumuua ndugu yake Habil akawa akajitwisha mzoga wake, anatembea nao, hajui namna ya kufanya. Wakaja kunguru wawili mbele yake, wakapigana. Kunguru mmoja akamuua mwenzake. Alipomuua, haya yanafanyika mbele ya macho ya Qabil. Alipomuua kunguru yule, akachimba pahala akamfukia yule kunguru mwenzake. Qabil akasema ala, sasa mimi nifanye kama hivi. Kwa hiyo akafundishwa namna ya kumzika ndugu yake. Kwa hiyo anasema wakana ibn Adam hadha, na alikuwa mtoto wa Adam huyu Qabil huyu alikuwa awwala man qutil au Habil. Wakana ibn Adam hadha, wakana ibn Adam hadha, na alikuwa mtoto wa Adam huyu kwa maana ya Habil awwala man qutil, ndio wa mwanzo kuuawa. Waruya na imepokelewa annahu lamma qatalahu, kwamba yeye Qabil alipomuua Habil, tarakahu bil arabi, alimuacha jangwani tu. Kuna kauli hii Sheikh hapa anasema nimeshindwa an akuna mithla hadha al-ghurabi, nimeshindwa kuwa mfano wa huyu kunguru. Al-ahadiyya fikri hiyo فبعث الله غرابا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب, nimeshindwa kuwa mfano wa huyu kunguru.